Katika jamii nyingi za Kiafrika, mila na desturi zimekuwa ni msingi wa mshikamano na maridhiano. Lakini katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kilimanjaro, mila ya matumizi ya jani la sale linalotumika kuashiria kuombana msamaha limeanza kuibua maswali mapya. Lakini je, mila hii bado inaleta maridhiano au imegeuka njia kuficha ukatili wa kijinsia pamoja na vitendo vya rushwa? Mfano, mtu anajua kabisa yeye amembaka mwanafunzi au amembaka au yeyote amembaka au amemlawiti, lakini pia inaweza kawa labda amempa ujauzito mwanafunzi. Sasa watu wameshajua mtaani kabisa, ukitembea na kama umembaka mwanafunzi au umempa ujauzito, wewe ni miaka 30 inakuhusu. Hilo limeshaleka kabisa mtaani, wanalijua. Sasa tayari yule mtu tayari anaona sasa hapa mimi miaka 30 tayari, yani hiyo inanisubiri. Sasa atakachofanya, anaiona kama alivyozungumza mamangu pale kwamba atakachofanya ni kuwaona wale wahusika walalamikaji wale na kwanza kuwashawishi. Anawapo ushawishi kwamba jamani, sasa kutokana na ile mimi naomba mwenyewe atajihukumu mwenyewe, sababu kuliko akachezea miaka 30 anaambia mimi nitakupenda hata milioni moja, nitatoa 500,000 ili mradi tu asiende, kwani hili swali lifia hapo hapo. Sababu mwisho wa siku kweli anafanya vile, wakishamkubalia atatoa hiyo rushwa. Mwisho wa siku sasa mbele mambo yanafia hapo hapo. Sasa nyewe sasa akina wenyewe wadau sasa, kila mkifuatilia mnakosa ushirikiano. Vikwazo tunavyokutana nazo katika hii jamii ni ule ukimya na usiri na kukosa ushirikiano katika jamii. Wakati wa mafunzo yaliyoandaliwa na mtandao wa jinsia Tanzania TGNP yaliyofanyika wilaya Moshi mkoani Kilimanjaro, wananchi na wadau wa kupinga ukatili wa kijinsia wanaeleza wasiwasi wao. Wanasema matumizi ya jani la sale yamekuwa yakitumika kumaliza kesi za ukatili wa kijinsia nje ya mfumo rasmi wa sheria. Kwa sababu unaweza ukakuta mtu amepata tatizo, na hasa zaidi wanaokosa haki ni hawa watoto. Mtoto amepatikana tatizo, mzazi wake kwa mara ya kwanza atakuwa na nguvu sana ya kukuonyesha ushirikiano, lakini unapoanza labda umeanza sasa ni polisi, imebakia ni polisi, sasa muende mahakamani, unakuta mzazi ashabadilisha mawazo. Kwa hiyo ikifika tena ni wakati wa kwenda mahakamani kumtafuta yule mzazi, anakuambia sina muda wa kwenda, au wengine wanasema kwamba hatuna hela. Na wengi sisi unakuta tunatumia gharama zetu kumsaidia yule mama au yule mhanga kwa ajili ya kupitia hizo hatua za kwenda polisi na mahakamani. Lakini saa nyingine hata pamoja na gharama tunazotoa sisi za kujitolea, kwa sababu na sisi tunajitolea, hatulipwe, lakini unakuta pia na yeye anakataa sasa ule msaada, anaona kwamba hana muda wa kuhangaika, kwa sababu unakuta yule mtu ambaye labda anajua anapambana naye, unakuta ni mtu mwenye uwezo zaidi kwake au mwenye nguvu zaidi kwake au ni ndugu. Kwa hiyo anaona ile kukosa mawasiliano au kukosa ushirikiano kwenye jamii utampotea, basi anaamua kwamba, wengi wanasema namwachia Mungu. Mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoani Kilimanjaro, Asia Matauka, anasema baadhi ya mila zimeanza kutumika kuhalalisha tabia kandamizi. Sisi kama jeshi la polisi tumekuwa tukikutana na vikwazo katika kutekeleza majukumu yetu, hasa katika upande huu wa matukio haya ya ukatili. Kwanza tumekuwa tukikutana na mila potofu au naweza kusema mila zenye kuleta madhara. Katika mkoa wetu wa Kilimanjaro kuna matumizi mabaya ya lile jani la sale, kwamba baadhi ya jamii, baadhi ya familia wamekuwa wakitumia jani la sale katika kusuruhisha kesi za jinai. Na kwa mtazamo, kwa hali ya kawaida, kwamba kesi za jinai zote zinatakiwa kufika polisi na kisha mahakamani. Lakini pia tuna vikwazo tunavyokutana navyo. Kwa mfano, kesi zinavyokuwa ni ya vipigo, lakini inahusisha wanandoa, kwa maana ya kwamba mke na mume, tuseme mume amepigwa na ni mke amepigwa. Kwa hiyo kwa taratibu za Uchagani ni kwamba mwanaume wa Kichaga apelekwe polisi. Kwa hiyo hata kama mwanamke amejeruhiwa kwa kiasi gani, anaweza akafika polisi. Anafika polisi kwa lengo la kupata PF3 ili akapate matibabu, kwa sababu anakuwa ameenda hospitalini, hospitali wanamwambia hatuwezi kukupatia matibabu, katuletee PF3. Kwa hiyo anapokuja polisi sasa, ukamwambia kwamba tunahitaji tupate details zako kwa ajili ya kufungua kesi, anakuambia hapana, mimi sijaje hapa kwa ajili ya kufungua kesi. Mimi nimekuja hapa kwa sababu nimeenda hospitali nimekataliwa
Kwa hiyo ninahitaji PF3 tu kwa ajili ya matibabu. Yule ni mume wangu, tuna watoto na vitu vya namna hiyo. Lakini kikwazo kingine hasa ukatili unaofanyika ndani ya familia. Ukatili ambao unafanywa labda na baba, kaka, babu, anko. Tumekuwa tukipata changamoto inapofikia hatua ya kwenda kutoa ushahidi mahakamani. Unakuta familia haitoi ushirikiano. Aidha wanaweza wakamtorosha muhanga kwamba asifike kabisa mahakamani kwa kusema tu kwamba sasa huyu alofanya tukio hili ni kweli ni kaka yangu, ndo amebaka mtoto wangu, lakini nimenyonya mimi ziwa nikamwachia yeye. Sasa naendaje kusimama mahakamani kutoa ushahidi? Yaani familia yangu itanichukuaje? Kwa hiyo unakuta kwa namna moja au nyingine tunakosa ushirikiano. Mwisho wa siku kesi unakuta inafutwa au inaondolewa mahakamani. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, makosa ya ukatili wa kijinsia hayawezi kumalizwa kwa makubaliano ya kifamilia au kimila. Mwanasheria kutoka Ofisi ya Taifa ya Mashitaka mkoani Kilimanjaro, Wakili Bora Mfinanga, anasema baadhi ya maridhiano hayo yanaambatana na vitendo vya rushwa. Kusema hawezi kuendelea na anayasingizia majani na huko amepokea kitu maridhiano, aidha ni fedha, aidha ni mifugo, ni kitu kingine amepokea, anakuambia kwamba nimepokea majani, kiutamaduni wetu haturuhusu kuendelea, lakini kumbe ni nini? Ni rushwa. Kwa hiyo kwa 100%, 90% tuangalie kuepukana na hivi vitendo vya rushwa, kuambia kwamba wewe utakaposema umepokea majani, sisi tunajua kuna kitu kingine utakuwa umefanya nini cha ziada unacho. Kwa hiyo tuepukane na mazingira ya rushwa katika kusimamia kesi za nini, za GBV. Tujikite katika kuangalia mustakabali wa mtoto, na mara nyingi sana wengi ambao wanafanya hivi vitu wanahisi nyumbani havitawakuta. Kwa namna moja au nyingine, hata mimi kama mwanasheria sikai na ndugu zangu wote katika familia, lakini ninafanya kile ambacho natakiwa kufanya kwa sababu najua katika familia kwa namna moja au nyingine naweza nikafanya nini, nikamfika mmoja kati yetu. Kwa hiyo tusichukulie sheria light. Sheria haijahalalisha watu kwamba waolewe tu kwa huo umri wa miaka 15. Imeweka nini, masharti na imekataza. Lakini vile vile wakati tunafanya sheria imeweka vile vile kesi gani zinaruhusu maridhiano. Ukiangalia ile sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai tunaitaga CPA kwa kitaalamu, imeweka ni makosa gani yafanyike nini maridhiano. Makosa ya unyanyasaji wa kijinsia GBV hayako pale. Huwezi ukafanya maridhiano kwenye kesi za unyanyasaji wa nini, wa kijinsia. Kwa hiyo mtu yoyote asihalalishe wala asifanye kitu kwa sababu ni kinyume cha nini, kinyume cha sheria. Mwezeshaji wa mafunzo kutoka TGNP Deogratias Temba anasema jamii ina wajibu wa kuchambua mila zake na kuamua zipi zinafaa kuendelea au zipi zinahitaji kubadilishwa. Kwa majina naitwa Deogratias Temba, ni mwezeshaji kutoka mtandao wa jinsia Tanzania, ambapo tumekuwa hapa katika halmashauri ya wilaya ya Moshi kuendesha mafunzo kwa wadau wanaotekeleza jitihada za kutokomeza ukatili wa kijinsia katika ngazi ya kata na vijiji, na ni sehemu ya mradi wa kuvunja vikwazo katika kupambana na ukatili wa kijinsia katika kata ya Mabogini, ambapo leo pamoja na mambo mengine yote tumewaleta wadau kwa pamoja wanaofanya kazi hizi za masuala ya ukatili wa kijinsia kutoka katika ngazi ya kata, ngazi ya vijiji kwenye kata ya Mabogini, na wengi wanatoka kwenye kamati za mtakuwa, kamati za shule, kamati za zahanati, lakini kuna wazee wa mila, kuna viongozi wa dini, kuna maafisa ustawi wa jamii, kuna maafisa maendeleo ya jamii, lakini pia kuna wasaidizi wa kisheria ngazi ya kata ambao ni paralegal, lakini pia tumeweka pamoja maafisa ustawi wa jamii ngazi ya wilaya, tumeweka pia pamoja polisi, dawati la jinsia na watu wa mahakama au ofisi ya mashtaka ya serikali. Na katika muunganiko huu tumeweza kuona jinsi ambavyo wadau hawa wameweka mikakati ya pamoja namna ya kuweza kutatua changamoto za ukatili wa kijinsia, lakini pia kutekeleza mtakuwa au mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto. Na wakati wa majadiliano yetu kwa siku hizi tatu zote wameweza pia kuibua changamoto ambazo zinasababisha kukwama au ule mnyororo wa kutatua changamoto za ukatili wa kijinsia kukwama njiani. Na mojawapo ya changamoto ambazo ziliibuliwa ni swala la rushwa. Ngazi ya kijiji huko baadhi ya viongozi kupokea rushwa, lakini pia katika ngazi ya polisi au wapelelezi wale wanaoshughulikia kesi za ukatili wa kijinsia sangine kupokea rushwa, lakini pia tumeona rushwa katika ngazi ya familia.
familia ya mwathirika wa ukatili wa kijinsia inaweza karubuniwa na fedha alafu ikamaliza kesi, ikakubali kumaliza kesi nyumbani. Kwa hiyo wadau hawa wamekubaliana namna ambavyo wakirudi kwenye ile kata ya Mabogini wataenda kushughulikia kuondoa tatizo. Lakini pia kuna swala la ushirikina kwa sababu kata ya Mabogini pia imeripotiwa kesi nyingi za ubakaji. Na tumefuatilia kwa nini kuna ubakaji. Sababu za kina zinaonyesha kwamba pia kuna matukio ya watu kubaka watoto wadogo, watoto wachanga, lakini pia kuna watu kubaka wazee. Na sababu ambazo zinaelezwa ni kwamba watu wana imani potofu, lakini pia ushirikina kwamba ukifanya hivi vitendo na huyo mtu, labda mtoto mchanga au mzee, utapata mali au utapata utajiri.